Yes, hatimaye tena yapa katika mikono salama zaidi. Wasema ni King Love kutoka DC Production Jumbara Butani. Huyo ni Falu DJ. Basi leo kuna picha moja ambayo ni bomba sana yapa. Wasema 100 Day My Prince and the Chosen One. Tundo kwa kuletea burudani katika mikono salama zaidi. Lakini kesho unazidi kuungana nasi kwa namna ya kijanja zaidi. Ni 0686414059. Utaweza kujipatia hapa picha katika muonekano ngavu ambao unataka. UHD au ambayo imepigwa kitaalamu na DJ wakali wote wa Tanzaniano. Sasa hebu tuanze na simu ya kwanza tu ya kijana ambaye alikataa ufalme kwa sababu aliamini kitu ambacho kilikuwa kina thamani kwake kiliweza kupotezwa kutokana na uwepo wa ufalme. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu kupata mwangazo wa burudani bomba sana. Bongo moja la jabari wasema 100 Days My Prince na the Chosen One ndani nyumba tena ipa. Hello. Wasi wasema picha inaanzia katika jumba la kifalme kikiwa na ngulumo nyingi, upepo na hali fulani ya kuwepo kwa radi. Kuna bwana mdogo mmoja ambaye amesimama katika kizimbe hapa. Alamazo makali sana kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho kingekuwa furaha ya maisha yake kiliweza kupotezwa kutokana na bloodline ya ufalme. Sasa anawaamuru wafuasi wake akidai kwamba kuna sehemu anahitaji kuelekea. Ile sehemu ambayo alikuwa anaenda kuelekea ilikuwa ni hatari zaidi. Bodyguard wake aliweza kumzuia kwamba huko ambako anaenda kutakuwa na hatari zaidi, kwani sehemu ambayo ina machafuko zaidi. Wale wasema machafuko ndio anayataka. Bwana mdogo anaelekea sehemu ambayo ina vita. Anasema ni bora akapotee katika eneo la vita kuliko kusalia katika ufalme. Basi moja kwa moja tunaanzia mwanzo kidogo kupata mwongozo zaidi. Wasema kulikuwa na bwana mdogo mmoja ambaye ndoto yake ilikuwa ni kuwa general mmoja mkubwa sana. Na hapo alikuwa anacheza michezo ya kitoto akigiza kwamba ni general na akimbiza wale watu ambao ni kama waasi wa nchi. Lakini kutokana na michezo ambayo alikuwa anacheza, kwa bahati ambayo ilikuwa sio nzuri, kuna baadhi ya wenzake alikuwa anaumiza. Lakini alibuka bibi mmoja na kumzuia na kusema hicho ambacho anafanya ni udhaifu tu, yale kwamba mwanaume aliweza kutulizwa na binti huyo. Alikuwa anacha kufanya na ndio ilikuwa mara kwanza kumuona binti huyo. Hakika alikuwa ni binti ambaye amemvutia sana bwana mdogo. Jina lake ndakupa hapo mbele. Kwa hiyo tulia tuchambue kwanza picha. Basi bwana mdogo alikuwa anafikia yake ambaye ndo Prince. Sasa upande wa pili kwa mtu ambaye alikuwa anamiliki yule mtoto, yani baba mtoto wa yule binti. Alikuwa mpata nafasi ya ugeni kutoka kwa kiongozi mkubwa sana serikalini. Na hapo alikuwa anajadili mambo fulani ambayo alikuwa ni kimsingi zaidi, lakini alikuwa sio mambo ya kiasi. Basi mtu alipata mwongozo kutoka kwa mtu ya kwamba huenda binti yake kapata nafasi kubwa sana katika jumba la kifalme endapo tu kama kuna nafasi ambazo zitaweza kutengenezwa. Mtu aliweza kukataa ile ofa kwa sababu aliona ni kama kitu ambacho kinaweza kufanya uasi na ikaja kwa tatizo katika taifa zima. Wasi wasema siku moja bwana mdogo atafuta nafasi ya kuweza kukutana na binti, na alikuwa anahitaji apate muda wa kuongea, kutembea na kujuzana mambo mawili matatu. Lakini siku ya kwanza tu aliingia katika eneo moja kubwa sana la pori, huku kulikuwa na kijumba kichakavu zaidi. Alafu kuna bwana mmoja alikuwa na sura ya Yakobo, kauzo zaidi mwanaume huyo. Alikuwa ni mtu ambaye anaishi katika swala zima la kuhakikisha anafanya shughuli za uwindaji. Majira usiku bwana mdogo alihitaji kurejea katika lile eneo, na yote ilikuwa ni tamaa ya kumtafuta bibi. Lakini sasa kwa majira usiku alimkuta binti akiwa na mtu yule, wakiwa na watu ambao wanaonekana wanafahamiana sana. Lakini shida bwana huyo alikuwa ni ana shida ya kusikia, yani alikuwa kiziwi. Hivyo binti alikuwa anaweza kuelewana naye kwa njia ya ishara tu. Tutakwenda kumjua hapo mbele zaidi. Kumbuka ni mwanzo kabisa wa picha bomba sana hapa. Hii ni 100 Day My Princess. Tuko katika episode ya kwanza, ni mwanzo kabisa kabla ya yale ambayo yametokea katika kizaazao huko mbele. Wasema kuna siku bwana mdogo alihitaji kukutana na bibi. Ilikuwa ni majira sana ya usiku. Na hapa kuna kitu ambacho kilikuwa cha muhimu sana. Bwana mdogo alikuwa anahitaji kuongea na bibi. Alikuwa anasema ilikuwa ni siku ya fezea, siku ya kizaazaa. Wale walionekana na bondi na alikuwa na furaha sana. Na leo kuna kijio zawadi bwana mdogo alikuwa amemletea binti. Lakini kulikuwa na mfungulganyo katika nyumba ya kina binti. Inaonekana kuna kundi la watu ambao waliingia na wakidai kwamba katika hii nyumba kuna waasi. Ila babake na binti alikuwa anasemekana ni mwasi, hivyo alikuwa anatakiwa adhibiwe kwa kile ambacho anakifanya. Mzee alisema sitajalisha, lakini ingekuwa ni vyema kama ungekaa mbali na binti yangu. Basi hapo mchezo ulianza kwenda namna hii hapa. Ilikuwa ni panga palu. Mzee alikuwa kwa bomba zaidi. Lakini sasa watu hao walikuwa ni wengi zaidi.
Baadaye mzee alimwomba kijana mmoja aweze kuondoka na binti huyu na kumpeleka katika eneo la mbali zaidi. Lakini baadaye watoa kabla hajamaliza mzee, aliingia general mmoja kutoka katika jumba la kifalme, yani mkuu wa masuala ya ulinzi, Swordsman Best. Anamwambia kwa hicho ambacho umefanya ni uasi. Itakiwa usalenda uende ingekusaidia katika maisha yako. Lakini kutokana na ubishi wa mzee aliweza kupigwa panga moja safi zaidi. Na wale wote alikuwa akiendelea na bwana mdogo alikuwa akishuhudia kwa macho yake, na mtu ambaye anamwangamiza baba wa mpenzi wake, yani baba wa binti ambaye anampenda, aliweza kuiona sura yake. Hii ilimuumiza sana bwana mdogo. Basi baadaye bwana mdogo alipata nafasi ya kwenda kushtaki kwa babake, akidai kwamba Twani wabaya wameweza kuleta kizaazaa. Lakini cha kushangaza zaidi, mtu huyo ambaye alifanya mauaji katika lile jumba alikuja kumpigia magoti mfalme na kusema, hakika tumekamilisha kile ambacho ulituomba mkuu. Ina maana yote ambayo ilitokea baba la baba, Yanze King alikuwa anajua mchezo, na hii Prince ndo anagundua mzendo aliyesababisha kumtenganisha na kitu ambacho kilikuwa kina thamani sana kwa upande wake. Sasa unafikiri nini? Nafikiri tumepata mwongozo wa kile ambacho tunahitaji kusonga nacho. Na ilikuwa ni mwongozo wa kile ambacho kilitokea miaka mingi sana nyuma, mpaka bwana mdogo amefikia stage anaochukia ufalme mazima. Hii inaitwa 100 Days My Princess. Kumbuka nitokea DC Production, jumba la burudani, na Fad DJ ndo nitakuwa naichapa taratibu. Hakikisha unachukua time yako kuendelea kusonga nasi katika burudani bomba sana kutoka mjini Seoul pale Korea. Zile picha za Poli huwa sina mambo sana ya kuongea mengi, tanisha zichapa nyingi ziko kwa chini hapo. Kwa hiyo unaweza ukachagua kama ni dagaa au samaki, mambo yakaendelea kwa bomba zaidi. Hii ni yetu sote kutoka DC Production, jumba la burudani, kama kawaida. Tukutane katika studio ya pili, endelea kuenjoy utamu wa vanilla. Yego, ciao.